Tuanze kwa kuimba. Amewalisha kwa ngano bora. Haleluya, haleluya, haleluya. Amewalisha kwa ngano bora. Haleluya, haleluya, haleluya. Amewalisha kwa kiini cha ngano. Amewashibisha asali itokayo mwambani. Amewalisha kwa ngano bora. Haleluya, haleluya, haleluya. Amewalisha kwa ngano bora. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama nikiwa mzee hivi na sauti nzuri namna hii, nilipokuwa kijana ilikuwaje? Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, kaka zangu mapadre, watawa, vijana, watoto, taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nimepewa mada inayotualika kutafakari kwa kina juu ya uhusiano uliopo kati ya Ekaristi Takatifu na uadilifu wa uumbaji. Inaweza kuonekana ni kitu kigeni katika mazoea yetu kukaa na kuongelea juu ya uadilifu wa uumbaji, tena tukihusianisha na Ekaristi Takatifu, lakini vina uhusiano mkubwa na wa karibu, tutaona katika tafakari hii. Ningependa kuchota dokezo la mada hii kutoka katika hati ya Baba Mtakatifu Francisco, Laudato Si, maana yake sifa kwako Bwana, juu ya utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja. Baba Mtakatifu anaita dunia kuwa ni nyumba yetu ya pamoja, ambao sote tuna haki katika nyumba hiyo, na hakuna mwenye haki zaidi ya mwingine, na hivi tuna wajibu wa kuitunza nyumba hiyo. Baba Mtakatifu katika hati hiyo namba ile ya 236 anasema maneno haya hapa: Ekaristi inaunganisha mbingu na dunia, inakumbatia na kupenya uumbaji wote. Kwa hiyo Ekaristi ni chanzo vile vile cha mwanga na sababu ya mahangaiko yetu juu ya mazingira, ikituelekeza kuwa mawakili wa uumbaji wote. Nimependa maneno haya yatuchukue na yatutafakarishe katika mada hii hapa. Tunafundishwa na tunaelezwa na kanisa kwamba Ekaristi ni kilele na asili ya maisha ya Mkristo. Kwa maneno mengine ni kwamba Ekaristi ni kila kitu. Ndugu zangu, kwa bahati mbaya ni kwamba Ekaristi tunaichukulia poa. Misa tunaichukulia poa. Lakini tukiingia ndani ya adhimisho hili na thamani, adhama, ukuu wa Ekaristi Takatifu, tutagundua kwamba Ekaristi ni kila kitu. Tunapo angalia uhusiano uliopo kati ya Ekaristi Takatifu na uumbaji, tunaona wazi kwamba hatuwezi kuthamini kazi ya uumbaji kama hatuthamini Ekaristi Takatifu.
na hatuwezi kudanganya kwamba tunaithamini Ekaristi Takatifu kama mwenendo wetu mbele ya uumbaji hausadifu kile tunachokiadhimisha. Latini wanasema lex orandi lex credendi. Jinsi unavyosali inadhihirisha jinsi unavyoamini. Ukisali ovyo ovyo na imani yako ni ovyo ovyo. Ukilifanya adhimisho la Ekaristi ovyo ovyo na imani yako kwa Ekaristi iko ovyo ovyo. Hatuwezi kujidanganya. Kama tunapoadhimisha Ekaristi tunajiruhusu kuwa pachafu pachafu, ni kwa sababu na imani yetu juu ya Ekaristi iko hivyo, ni chafu chafu. Hakuna maelezo mengine, hakuna namna nyingine, ni hivyo. Sasa tukisema tunaiamini Ekaristi, tunaamini kwamba Ekaristi ni tendo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na uumbaji. Tunaanzia hapo kwenye uumbaji. Na ndiyo maana tunapotafuta uhusiano kati ya Mungu na sisi, unaanzia kwenye swala la uumbaji, maana hapo ndipo uhusiano wetu na Mungu unapoanzia, uumbaji. Na ndiyo maana katika tafakari hii hapa hatuongelei sana habari ya mazingira, neno mazingira, tunaongelea juu ya uumbaji. Kwa sababu dunia ya leo inaongelea sana habari ya mazingira. Na wana sababu ya kusema habari za mazingira, kwa sababu wao hawataki kumweka Mungu katika hili. Wakidhani kwamba Mungu anapaswa kuwa nje, na wala wengine hata huyo Mungu hayupo. Kumbe habari yao ni ya mazingira. Lakini sisi tunayaangalia mazingira katika uumbaji. Kwamba katika uumbaji, mazingira tukiangalia katika uumbaji, tutayangalia katika hadhi ya juu zaidi, kwa sababu tutakuwa tunakiri imani kwamba tunasadiki kwa Mungu muumba wa mbingu na dunia na wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndugu zangu, Ekaristi ni kipimo cha imani yetu. Uhusiano wetu na chochote unapimwa kupitia Ekaristi Takatifu. Uhusiano wetu na chochote. Ndio maana hata na uumbaji unapimwa kwenye Ekaristi Takatifu. Maana humo ndimo chemchemi zote zilimo za maisha yetu sisi kama Wakristo. Na kama matendo yetu ya kila siku hayadokezi uzuri, thamani na nguvu ya Ekaristi Takatifu, ina maana kuna walakini katika kuadhimisha Ekaristi Takatifu. Hoja anayotaka kujenga ni hii kwamba kama hatuiadhimishi vizuri Ekaristi Takatifu, hatuithamini, hatujajua uzuri wake na nguvu yake, hatutaweza kutunza uumbaji. Na nasema hii kwa sababu hapa naongelea uumbaji, lakini kama Ekaristi haitushiki, hatujajua nguvu yake na uzuri wake, maisha yetu yote yatakuwa yana walakini. Kila utakapogusa kutakuwa kuna tatizo. Maisha yangu mimi kama padri, kama nina shida na Ekaristi Takatifu, yatakuwa na matatizo tu, tusijidanganye. Maisha ya familia, kama hatuna uhusiano mzuri na Ekaristi Takatifu, kuna shida hata kwenye familia. Maisha ya jumuiya zetu za kitawa, kama hatuna uhusiano mzuri na Ekaristi Takatifu, kutakuwa kuna shida tu. Kwa sababu wametangulia wasemaji wa kwanza na wa pili kukazia hilo kwamba tunapoipokea Ekaristi bila kustahili tunakula nini? Tunakula hukumu. Hatulisemi sana siku hizi hilo. Tunakula hukumu. Na kumbukeni, wakati wa Ekaristi ya kwanza, mmoja wa mitume wa Yesu, Yuda, alipoipokea Ekaristi, tunasoma Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 17, wanasema na baada ya hilo tonge, nani aliyemuingia? Shetani alimuingia. Sasa sikute na sisi tunapokuja hapa, mwili wa Kristo, nani anaingia? Mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Na ninyi watoto, kuna tushetani twa saizi yenu. Mwili wa Kristo, kashetani kanaingia. Ndio kale ka kiburi, ugomvi, uchokozi na mambo kama hayo. Na wanasema Injili hiyo inaendelea mstari wa 30 kwamba basi huyo akiisha kulipokea lile tonge akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni nini? Giza. Ni giza. Tukicheza vibaya na Ekaristi Takatifu, maisha yetu ni giza. Yuda amepokea Ekaristi ya kwanza, hakumpokea Kristo, amempokea nani? Shetani. Shetani ndio aliyemuingia, na baada ya hapo maisha yote yanakuwa giza. Na hivi tunajiuliza, ni kwa nini sisi wa Kristo pamoja na kupokea Ekaristi mara kwa mara, maisha yetu hayatengamai, yanakuwa ni giza?
Tena labda sisi ambao tuko karibu zaidi na Ekaristi tujiulize, tunaishi maisha mazuri au na yenyewe ana giza nyingi tu? Kwa sababu Mungu hawezi kukaa mahali pasipostahili. Na hivi ningependa tutafakari, tuone imani yetu juu ya Ekaristi ikoje. Na lengo la kongamano kama hili ni kuturudisha kwenye tafakari ya kina juu ya imani yetu kwa Ekaristi takatifu, ili tuweze kuitazama misa na Ekaristi takatifu kwa macho mapya ya imani. Hiyo ndiyo sababu ya msingi ya hivyo. Basi kwa sababu ya muda nisingependa mengine, nitabidi nipite tu kwa sababu muda umekwenda sana. Tuende katika yale ambayo ningependa tuangalie moja kwa moja. Na hivi kama tunapaswa leo hii na kipindi hiki cha kongamano kurudi na kutumia muda wetu na fursa hii ili kuweza kuitazama Ekaristi na misa takatifu kwa macho mapya ya imani, ningependa nisukume tafakari hii kwa matukio matatu juu ya misa na Ekaristi takatifu. Tukio la kwanza lilitokea mwaka 304. Tarehe 24 Februari mwaka 303, Dioklesiani aliyekuwa mfalme mtawala yule wa Kirumi alitoa amri ikikataza Wakristo kuadhimisha misa siku ya Jumapili, na akataka vitabu vyote vitakatifu vya Wakristo na maeneo yao ya ibada yateketezwe. Jumapili moja, mwaka mmoja baadaye, mwaka wa 304, kundi dogo la watu 48 katika kijiji cha Abitene huko Afrika ya Kaskazini, Algeria ya sasa, walikusanyika kusali ndani ya nyumba ya mmoja wao, kinyume cha amri iliyokuwa imetolewa na mfalme Dioklesiani. Wakati misa inaendelea, walivamiwa na vyombo vya dola, wakakamatwa, wakapelekwa mahakamani kujibu tuhuma ya kukaidi amri ya mfalme. Walipoulizwa ni kwa nini wamekaidi amri ya mfalme, mmoja wao, na kwa kweli ndiyo yule ambaye siku hiyo walisali kwake, Emeritus, alisimama kwa ukakamavu wote akajibu akawaambia, sine Dominico non possumus vivere, kwamba bila Dominika sisi hatuwezi kuishi. Sine Dominico non possumus vivere, hatuwezi kuishi bila Dominika. Wakawatisha sana, wakasimamia hapo kwamba sisi bila Dominika hatuwezi kufanya nini? Hatuwezi kuishi. Wote walinyongwa, waliuawa. Ndio hao mashahidi 48 wa Abitene, mashahidi wa Ekaristi takatifu. Tukio la pili lilitokea Ukraina mwaka wa 988, wakati mfalme wa Ukraina Vladimir wa Kiev alipoipokea Injili, aliwatuma watu wake waende Konstantinople, waende wakajifunze juu ya imani hii zaidi na ibada mbalimbali. Wale watu walipofika, wale wajumbe walipofika kule, siku moja wamehudhuria misa ikawavutia, na wakaendelea kuhudhuria misa kwa namna ya ajabu, ikawavutia kwa namna ya ajabu. Wakatuma ujumbe kule Ukraina wakielezea adhimisho la misa lilivyowavutia. Wakasema, hatukujua kama tulikuwa duniani au mbinguni. Hatujawahi kuona uzuri wa namna hiyo. Tunashindwa kueleza, ila tunachoweza kusema ni kwamba hapa Mungu anaishi kati ya watu. Tukio la tatu, tarehe 3 Novemba mwaka 1996, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, baada ya sala ya malaika wa Bwana, anatoa tafakari na anaifananisha misa takatifu na mbingu duniani, kwamba liturujia tunayoadhimisha duniani ni ushiriki wa fumbo katika liturujia ya mbinguni. Wazo hili linaelezwa vile vile katika mtaguso wa pili wa Vatikani, Sacrosanctum Concilium namba 8. Linasema, katika liturujia ya hapa duniani sisi tunashiriki tukiionja liturujia ya mbinguni iadhimishwayo katika mji mtakatifu wa Yerusalemu tunaouelekea kama wasafiri. Swali, je, tunasadiki haya? Eti tunasadiki haya?
Mnaamini kwamba mnapokwenda ninyi kanisani Jumapili mnakwenda mbinguni? Tusibabaishe. Mnakwenda, unajua kusema leo natoka na kwenda mbinguni sasa hivi. Maana katika misa mbingu na dunia zinafanya nini? Zinakutana. Na ni kweli kwamba sisi bila Dominika hatuwezi kuishi. Acha bwana wewe. Acha kabisa. Je, sisi mapadri kila tunapoadhimisha misa huwa tunaonja kushiriki liturujia ya mbinguni? Kwamba hapa tuko tunashiriki liturujia ya mbinguni? Inaweza kuwa ni ndio rahisi, lakini kila mtu aingie ndani ya nafsi yake ajiulize, hivi mimi kama padri ninapoadhimisha misa ninaadhimisha sasa hivi na shiriki liturujia ya mbinguni? Hatusemi tuwe malaika, walau ile heshima yetu na adhama ionyeshe walau hilo. Ionyeshe walau hilo. Na si kweli kwamba wale mashahidi wa Abitene wasiposhiriki Jumapili na Dominika wanakufa. Wangekuwa wahai. Lakini wangekuwa hai bila uzima wa kimungu ndani yao. Ndicho wanachotaka kuonesha kwamba kama hatushiriki Dominika hatutokuwa na uzima wa kimungu wapi? Ndani yetu. Ndiyo tafsiri yake na maana yake. Kwao Ekaristi ilikuwa ni kila kitu kwa maisha yao. Waliamini kwa dhati kabisa kuwa Ekaristi ni mkate wa mbinguni. Walikitendea kazi chakula kidumucho hata uzima wa milele. Yohana 6:27. Aliyeonja uhuru na nguvu itokayo katika Ekaristi takatifu hawezi kusita kumjibu yeyote yule kwamba bila Ekaristi takatifu, bila kuunganika na Kristo, sisi hatuwezi kuishi. Mtakatifu Yohana Maria Vianney anasema, kama tungeielewa misa vizuri tungekufa kwa furaha. Mko tayari kufa kwa furaha au tunapenda kufa kwa huzuni? Amepata pia kusema kuwa hakuna zawadi kubwa zaidi ya Ekaristi. Kama Mungu angekuwa na zawadi kubwa zaidi ya hiyo, angali tupatia. Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina anasema, ingekuwa rahisi ulimwengu kuwepo bila jua kuliko bila misa takatifu. Ndugu zangu, ndio maana nimesema kwamba misa tunaichukulia poa na Ekaristi takatifu tunaichukulia poa, lakini tukiingia ndani kabisa na kuonja hawa walioionja kwa ndani wanavyotuelezea, na sisi tungevutika taratibu kupenda kuiadhimisha kwa adhama, tukionja nguvu, thamani na uzuri wa Ekaristi takatifu. Tusipofanya hivyo, tukiadhimisha misa Ekaristi takatifu kwa mazoea, misa inaweza kuwa ni mazoea yasiyotafakariwa, yanayofanywa pasipo ushiriki wa moyo, na hayo ni aina ya mazoea yanayofanya mazoea kuwa jina baya. Maana si kwamba mazoea yote ni mabaya. Mazoea mazuri yanafanya mazoea kuwa jina zuri, lakini mazoea mabaya yanafanya mazoea kuwa jina baya. Basi ndugu zangu, Ekaristi kwa tafsiri ya kwanza, kabla ya kuwa na maana ya mkate na divai vinavyogeuzwa kuwa mwili na damu ya Kristo, ni shukrani. Hivi tunapoadhimisha Ekaristi takatifu tunakwenda kumshukuru Mungu, na katekisimu ya Kanisa Katoliki inasema tunakwenda kumshukuru Mungu kwa mambo matatu: kwa uumbaji, ukombozi na utakatifuzaji. Kwamba Mungu alituumba, tulipotenda dhambi akatukomboa, na hakutuacha hivyo hivyo, akatutakatifuza kwa Roho wake ambaye ndiye anaitawala baada ya kipindi cha Pentekoste ya kanisa. Shukrani yetu kwa hivyo inapaswa ianzie na uumbaji huo. Mungu ametuumba, na ili shukrani yetu ya kwanza tunapaswa kumshukuru Mungu aliyetuumba. Kama mzaburi anavyosema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Sisi wenyewe ni sehemu ya huo uumbaji. Hatukujiumba. Mtakatifu Agustino anasema hatukujiumba sisi wenyewe, tumeumbwa na yeye ambaye anaishi milele yote. Na Paulo mtume anatukumbusha katika waraka wake wa Kolosai sura ya 1 mstari wa 16 kwamba vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Vitu vyote. Kwa hiyo sisi wanadamu hatuna chochote katika maisha haya kilicho mali yetu. Maana hata sisi wenyewe ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana.
Tuanzie hapo. Tukishajiona hapo, tunaweza tukautunza ulimwengu na uumbaji, kwamba hata sisi ni mali ya Bwana. Kwa hiyo sisi sio wenye huu uumbaji ambao Mwenyezi Mungu ametupatia, ila sisi tunapaswa kuwa mawakili katika kuutunza. Na hivi mada yangu hii ya Ekaristi Takatifu na uadilifu wa uumbaji, ninapenda ipate msingi wake katika wazo hili la nafasi ya Mungu katika uumbaji. Mafumbo ya ukombozi na utakatifuzaji ni mwendelezo wa fumbo la uumbaji. Na katika hatua hii ya tafakari, ningependa tafakari kwa ufupi sehemu za misa zinazogusa uhusiano wa Ekaristi Takatifu na uumbaji. Ndugu zangu, wazo hili kwamba misa takatifu, Ekaristi Takatifu ni mbingu duniani, tunalionja tunapoanza utangulizi, pale ambapo padre anatuambia inueni mioyo. Na sisi tunajibuje? Tunaiinua wakati huo. Kuna rafiki yangu mmoja anasema, padre akisema inueni mioyo, yeye anapiga mwayo. Anasema huyu inamtokea namna hiyo. Utangulizi wa liturujia unafunguliwa na mwaliko wa kuinua mioyo. Inueni mioyo. Misa ni tendo la kuinua moyo. Ni tendo la kuzifanya nafsi zetu zishiriki katika fumbo la mbinguni. Na hivi linatutaka tutoke duniani sasa kwa namna fulani tuhamie kule mbinguni. Na ndiyo maana utangulizi huu unapokwisha unaishwa na ule wimbo wa mtakatifu. Mtakatifu, 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 ni wimbo wa malaika. Sasa sisi tumetoka duniani, tunaungana na malaika, tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunasema mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana wapi? Juu mbinguni. Na sisi wakati hatuko hapa tunaimba wimbo wa malaika mbinguni. Tuwe huko, kwamba mawazo yetu, namna zetu ziwe kama za mbinguni. Ndio maana nasema hili fumbo ni kubwa kweli kweli. Hili ni fumbo kubwa kweli kweli, lakini misa tumeshazizoea, unaingia, unatoka. Ndio maana tunatoka vile vile. Ulivyoingia kama unatoka kama ulivyoingia. Vile vile hatujapata chochote, na labda ndio maana nikitoka hapo namchukia mwenzangu, namsengenya mwenzangu, namtukana. Unauliza hili nalo limeumbwa na nani? Limeumbwa na Mungu huyo aliyekuumba wewe. Hiyo sura yake mbaya unasema ni mbaya, kwa Mungu ni nzuri. Nasema hili nalo limeumbwa na nani? Limeumbwa na Mungu huyo. Na hiyo sura yake ni mfano wa Mungu vile vile. Inueni mioyo. Hosana juu mbinguni, tunainua mioyo, tunajiunga na malaika wa mbinguni kuabudu. Tunajifunza kuishi duniani tunajifunza kuishi mbinguni tukiwa wapi? Hapa duniani. Kama hatujajifunza kuishi mbinguni hapa duniani, tukienda huko hatuna nafasi hiyo. Kule sio kwa kujifunza, kule ni kwa kuishi sasa. Na ndiyo maana tunasema utakalo lifanyike duniani kama wapi? Kama mbinguni. Kumbe hapa duniani maisha yetu, namna zetu sadifu mambo ya mbinguni, upendo, amani, furaha, haki, kuheshimiana, kuchukuliana. Hizo fadhila hizo. Kwa nini tuinue mioyo? Tunainua mioyo ili tuweze kuingia na kushiriki liturujia ya mbinguni. Tukibaki hapa chini tunapotelea katika kukitendea kazi chakula kiharibikacho. Yohana sura ya 6 mstari wa 27. Kwa hiyo hatuwezi kutambua thamani ya fumbo hili tunaloliadhimisha. Tunainua mioyo ili kumshukuru Mungu, ili tukujifunze kuishi duniani kulingana na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana baada ya hapo padre anasema tumshukuru Bwana Mungu wetu, na sisi tunasema ni vema na nini? Na haki. Baada ya hapo yanaanza vile vipaji vinaanza kuandaliwa pale mezani. Ndugu zangu, kuna maneno sisi mapadri tunayasema kwa sauti ndogo, lakini ni maneno mazito na yakina, na hayo ndiyo yanaonesha jinsi uumbaji ulivyo na thamani kubwa. Padri anapochukua mkate anasema utukuzwe Bwana Mungu wa ulimwengu, maana kwa ukarimu wako tumepokea mkate huu tunaokutolea. Ni mazao ya nchi na kazi ya mikono ya wanadamu, na uwe kwetu mkate wa uzima wa milele. Ukarimu wake tulioyapokea ni ukarimu wake. Huu mkate tunaotoa ni ukarimu wake. Hii divai tunayotoa ni ukarimu wake. Na hizi ni kazi za mikono ya wanadamu ambao ni kielelezo cha huo ukarimu. Hivi kama uumbaji, mazingira hatuyatunzi, uumbaji hatuyatunzi, mkate tutautoa kutoka wapi? Tumesikia leo katika somo la kwanza kwamba yule Melkisedeki alileta mkate na nini? Na
divai. Tena katika kipindi ambacho sadaka zilikuwa ni wanyama na nini, yeye akaja na mkate na divai kuashiria agano jipya ambalo litatimilika katika Kristo. Hivi haya tunayoyatoa, haya tunayomtolea Mwenyezi Mungu, huu mkate na divai tunaompelekea, unaotolewa pale altareni, sio mkate na divai tu, bali maisha yetu, masumbuko yetu, furaha zetu, matumaini yetu, jasho letu linaunganishwa katika huu mkate na divai. Maana hiyo ni kazi ya mikono ya nani? Ya mwanadamu. Na hivi tunamuomba padri yageuzwe hayo, na hizi furaha zetu, matumaini yetu, mateso yetu na nini, yaunganishwe na sadaka kamili ya Kristo, yatolewe kwa Baba ili yaweze kupata thamani hapa duniani. Tunamtolea Mungu mazao ya nchi na kazi ya mikono ya wanadamu. Ni ajabu sana kwamba fumbo hili pamoja na kuwa fumbo la kimungu linamtaka mwanadamu awe mshiriki kamili, alete alicho nacho ili Mungu akigeuze kiwe uhai wa kweli kwa mwanadamu. Na hivi kazi ya mikono ya wanadamu inapaswa kuwa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wapeni ninyi chakula. Wakaleta mikate 5 na samaki 2, Bwana akavibariki, vikalisha maelfu ya watu. Kumbe na sisi tupeleke zawadi zetu, na hivi zawadi zetu tunazitoa katika kazi ya mikono. Uumbaji tukiuharibu, tutashindwa kumpelekea Mwenyezi Mungu mazao. Tukumbuke katika Ekaristi tunamtolea Mungu yale ambayo Mungu ametupatia mwenyewe bure. Tumepokea kwa ukarimu, tunapaswa kuyarudisha kwa ukarimu. Hivi inapotokea kuwa kazi ya mikono ya wanadamu inahatarisha maisha ya mwanadamu, inaharibu uumbaji, inasababisha jangwa, inasababisha ukame, inasababisha uharibifu, lengo lote la maisha na kazi ya mwanadamu linapotea. Kama tutakachokifanya, tukifanya kilimo ambacho kinasababisha jangwa, tumeshindwa kuwa mawakili wazuri wa uumbaji. Kama kazi tunayoifanya inaleta matatizo katika uumbaji, maji machafu yanaharibu ardhi, yanapelekwa ziwani na baharini kuchafua, tunakuwa tumeshindwa kutekeleza wajibu wetu ambao tunapaswa. Wakati padri anapomwomba Baba mtume Roho Mtakatifu juu ya mapaji ya mkate na divai ili yageuzwe kuwa mwili na damu ya Kristo, wataalamu wanaita epiklesis, tunasema Bwana, kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu. Kwa nini? Kwa haki. Kila kiumbe, hawasemi mwanadamu tu, kila kiumbe kinapaswa kumsifu. Kwa nini? Kwa haki. Viumbe vyote vimsifu kwa haki. Hatupaswi kuviharibu, maana vina nafasi ya kumsifu. Na ndio maana ule wimbo mrefu ule tunasali Jumapili ya kwanza, Zaburi ile nani kwenye masifu ni Danieli yule. Tunataja vitu vingi sana, vyote tunasema vifanye nini? Vimsifu na kumtukuza milele. Kila kitu kina nafasi yake ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Halafu kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu anavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Baadaye kwenye sala ya Ekaristi tunasema tunakusifu Baba uliye mtakatifu, kwa kuwa umkuu na kazi zote umezifanya kwa hekima na upendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako na kumkabidhi kuutunza ulimwengu wote, ili anapokutumikia wewe peke yake uliyemuumba, avitawale nini? Viumbe vyote. Hivi sisi wanadamu ni watawala kwenye viumbe pale tunapomtumikia Mungu. Kama hatumtumikii Mungu, hatutawali, hatuna nafasi ya kutawala. Hatuna haki ya kutawala, maana tunadhani sisi tunatawala tu vitu hivi. Tunavitawala vitu hivi pale tu ambapo tunamtumikia nani? Mwenyezi Mungu. Kama tumtumikii Mungu, tunafanya uharibifu mkubwa sana. Tunafanya uharibifu mkubwa sana. Na ndugu zangu, hivi viumbe vyote, wanyama, miti, kila kiumbe, mawe haya kawekamo tuko hapa, tunajengea tu nyumba tu, lakini tunasahau kwamba ni Mungu ametuwekea haya mawe hapo. Vyote ni mali ya Bwana. Na Mungu alipoviumba anaona vyote ni vyake. Basi unajengea mawe. Hivi mnapochukua lile jiwe, mnapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunakushukuru Mungu kwamba ulileta hili jiwe hapa, tunaweka hapa msingi sasa. Maana kila Mungu alichokiumba alikiona ni chema. Sasa
Hata wanyama wenye usumbufu walipowaumba Mungu aliwaona ni wema, na ndio maana alipoamua kuleta gharika anamwambia Nuhu aingize wanyama wote ndani ya nini? Ndani ya safina. Hakusema nyoka waache, tembo waache, simba waache, wote ingiza, kwa sababu wote amewaumba yeye. Hasa leo hii tunaua tembo, tunaua nyati, tunadhani kwamba tunachokifanya ni sawa. Tunamkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini mahali inapovutia sana ni pale ambapo Mungu anamjibu Ayubu. Baada ya Ayubu kulalamika sana, baada ya rafiki zake kulalamika sana, ikifika sura ya 38 Mungu anamjibu Ayubu. Na anapoanza kumjibu Ayubu anaanza kwa kumkumbusha kwamba yeye hata hivyo viumbe vikali ameviumba yeye. Mungu anatukumbusha hata hao wanyama wakali ndiye aliyewaumba na anawatunza. Anawatunza. Anamwambia Ayubu katika sura ya 40 mstari wa 15, mwangalie huyo kiboko niliyemuumba pamoja nawe. Mwangalie huyo kiboko niliyefanya nini? Niliyemuumba pamoja nawe. Kama wewe ulivyo sehemu ya uumbaji, na kiboko ni sehemu ya nini? Ya uumbaji. Tena ikafuatia sehemu ya pili, mnyama ambao sipendi kabisa hata kumuangalia kwenye TV, mamba. Anamtaja mamba sura 40 na kwamba hao wote amewaumba yeye. Na anamuuliza Ayubu, ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Kwa hiyo Ayubu, usinifundishe. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Sasa sisi tunaoharibu, tulikuwepo wakati anaiweka misingi ya nchi? Tunaoharibu mazingira. Ndugu zangu, muda umekwenda, turuke kidogo, lakini ningependa tukumbuke kwamba kutokana na dhambi tunazozifanya sisi, kutokana na jinsi tunavyomkosea Mungu, tunafanya hata wanyama na viumbe na wenyewe vipate matatizo. Na ndio maana waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 19 na 21 anasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Sio maneno yangu, ni Paulo. Na vyenyewe viingie katika utukufu wa watoto wa nani? Wa Mungu. Ndugu zangu, yanapoandaliwa maji, padri anapoandaa vile vipaji, baadaye anachukua maji anayachanganya na nini? Na divai. Anasema, kwa fumbo la maji haya na divai hii tujaliwe kushirikishwa umungu wake yeye aliyekubali kushiriki ubinadamu wetu. Ndugu zangu, kiteolojia, maji yanawakilisha ubinadamu na divai inawakilisha nini? Umungu. Maji yanapochanganywa na divai haiwezekani tena kuyatenganisha. Kwa sababu ya Yesu, ubinadamu hauwezi kutenganishwa kamwe na Mungu. Hivi maji yana thamani kubwa sana ingawa hatuoni. Juzi nilikuwa parokia moja, St. Peter's. Tumekaa na paroko na mtu mmoja, akaja kijana wa kumwagilia maua, kimtungi kidogo sana hivi. Akamwaga maji mengi sana, akamwagika na kusambaa. Wote tukashangaa, tukasema jamani, hayo si maji ya wiki nzima aliyomwaga hapo. Lakini kwa kuwa yapo pale anachota, anamwaga tu. Ni kutokuheshimu. Ni kutokuheshimu. Haya maji kuna watu wanayatafuta kwa masaa na masaa hawayapati. Wewe uliye nayo unafanya nini? Unayamwaga. Tujifunze kutunza vitu hivi. Ishara ya maji ni muhimu, lakini wazee mtafahamu kuna mito ilikuwepo tulipokuwa vijana, leo hii haipo. Imekauka na tunabakia tunashangaa. Ule mto haupo tena. Tumechukua hatua gani sisi? Tulifanya nini kusaidia huo mto uwepo, maji yawepo, yatiririke na watu wasipate shida? Ni mambo ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu tunaopaswa kuthamini sana. Maji ni ishara ya uponyaji, na Amani aliambiwa nenda mara 7 humu akapona. Sijui leo angemwambia aende wapi? Huko ngudu na wapi, sijui kama kuna mito tena. Sasa sijui na Amani angeponaje? Maana nenda mara 7 kwenye mto haupo tena ule mto. Lakini takwimu zinasema watu milioni 780 hawana maji safi.
na kila mwaka kati ya watu milioni 6 na milioni 8 wanakufa kwa magonjwa yanayotokana na maji, kwamba maji si masafi, tunachafua maji. Na hao wanayopata ndio haya. Basi ndugu zangu, nimependa nifanye madokezo haya kuonesha kwamba katika adhimisho la Ekaristi Takatifu tunaelekezwa kwa namna ya juu sana kutunza uumbaji. Na hivi tutoke hapa Kawekamo tukiwa na wazo hilo kwamba sisi tunaagizwa na tunatumwa kuwa ni walinzi wa uumbaji. Ndugu zangu, misa inapokwisha, padre anasema misa imekwisha, nendeni na nini? Na amani. Mimi huwa nasema misa huwa haiishi hata siku moja. Anapoaga pale ndio misa inaenda kuanza sasa. Tumefanya misa katika fumbo. Tumempokea Kristo aliye nguvu yetu. Sasa ni sisi zamu yetu kwenda nje kufanya nini? Kufanya adhimisho la misa, na ulimwengu mzima unakuwa ni altari yetu. Sasa ni zamu yetu sisi kwenda na kusema huu ndio mwili wangu. Tujimege katika kazi zetu, tujimege katika kutunza uumbaji, tujimege katika kueneza mapendo, na sisi tuwe Ekaristi inayoliwa na wale. Mimi wanasema kwamba hata wale wasiomwamini Kristo wanaweza kupokea Ekaristi. Pale itakapofikia akikuangalia yule usema kwa kweli fulani ni Mkristo. Akisema yule ni Mkristo, akiona Ukristo ndani yako, tayari amepokea nini? Ekaristi. Kwa sababu kilichokufanya wewe Mkristo ni nini? Ni Ekaristi. Kumbe hata wale watoto wa baba mdogo wanaweza kupokea Ekaristi kama sisi tukikaa sawa sawa. Kwa hiyo misa huwa haiishi kamwe. Tunapoagwa tunakuwa tumemaliza adhimisho katika fumbo, na tunatoka kwenda kuadhimisha yale tuliyoyapokea katika uhalisia. Ni mimi sasa naenda kuwa mkate, ni mimi nakwenda kuwa divai inayomwagika. Lile jasho ninalolitoa, yale mapendo ninayoyaonesha, ile kazi ninayoifanya kwa ajili ya wengine, ile jasho ndio damu yangu mimi inayofanya nini? Inayomwagika kwa ajili ya hao wengine wote. Kumbe tunakuwa Ekaristi. Kumbe kile tunachoadhimisha katika Ekaristi kinapaswa kuwa ni kipimo cha maisha yetu. Na ndio maana nasema tufanye nini? Nimalizie sasa kwa kutafakari tufanye nini. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika ujumbe wake wa amani mwaka 2010 anasema changamoto ya leo ni namna ya kumlinda mwanadamu dhidi ya hatari ya kujiangamiza mwenyewe. Kazi yetu ya kwanza ni hiyo, kumlinda huyu mwanadamu, kumsaidia aache kujiangamiza mwenyewe. Tunapoharibu uumbaji, tunataka kujiangamiza sisi wenyewe. Tulindane. Sisi kama Wakristo kwanza tulindane na tuwalinde wengine wasiharibu uumbaji, kwa sababu kwa kuharibu uumbaji tunajiangamiza sisi wenyewe. Na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili naye mwaka 90 akasema kujipatanisha na Mungu lazima tujipatanishe na uumbaji. Kumbe hiyo ni kazi ya pili. Tulindane, tujilinde kwanza sisi wenyewe tusijimalize, lakini vile vile tujipatanishe na uumbaji. La tatu, huu ni mwaka wa huruma ya Mungu. Mimi nasema pamoja na kwamba tunapaswa kumuomba huruma ya Mungu, katika mwaka huu wa huruma ya Mungu tunapaswa na sisi tujihurumie wenyewe. Maana kama tutaharibu uumbaji, kwa maneno mengine ni kwamba hatufanyi nini? Hatujihurumii wenyewe. Kumbe wazo na tafakari la mwaka wa huruma ya Mungu tulipanue hivi kwamba pamoja na kuomba huruma ya Mungu, lakini na sisi wenyewe tuombe neema ya kujihurumia wenyewe. Maana ni kama watu tunaotafuna vidole vyetu. Tunaharibu mazingira, tunakata miti, tunaharibu mito, tumechafua anga hili, joto linaongezeka, halafu tunasema ni matatizo ya tabia nchi. Hapana, ni matatizo ya tabia watu. Kwa hiyo sehemu kubwa ya tatizo ya mabadiliko ya tabia nchi linatokana na tabia watu. Ili kujiokoa na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na tabia watu, ni lazima tushughulikie tatizo la tabia watu. Na tutumie vile vile miundo dini, sio miundo mbinu tu, miundo dini itakayotusaidia kuwafungua watu kutoka katika minyororo ya kutaka kujiangamiza wenyewe. Tufanye nini katika miundo dini? Tuwe na katekesi ya kina.
na elimu. Baba Mtakatifu katika hati yake anasema mabadiliko hayawezekani kama hakuna msukumo na mchakato wa elimu. Kwa hiyo sekta zote za elimu zinahusika, hasa katika shule, familia, njia za mawasiliano na katekesi. Hivi katika katekesi yetu tuweke habari hii ya uadilifu wa uumbaji. Tuwafundishe watoto, tuwafundishe watu wazima, katekesi ingie na ifundishwe. Hivi tungetarajia baada ya hapa tuanze kuona elimu na katekesi inatolewa katika parokia yetu na katika majimbo yetu. Hapo kweli tutakuwa tumetoka na tunda vile vile la kongamano la Ekaristi Takatifu kwa namna ambayo ni halisi inayoshikika. Tuhimize kupanda miti, tuhimize usafi wa mazingira, tuhimize kuacha kutupa vitu ovyo, kutupa chakula ovyo. Maana wakati mwingine watu wanadhani kwamba kutupa chakula ni kuonesha kwamba wewe ni tajiri. Tuwafundishe watoto wasitupe chakula ovyo, lakini sisi watu wazima tuache hivyo kutupa chakula ovyo. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alipofanya ule muujiza wa kuwalisha wale watu 5,000, aliwaambiaje? Aliwaambia kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Kisifanye nini? Kisipotee chochote. Na sisi tusipoteze chochote katika chakula tunachokula. Na mnajua walikusanya vikapu vingapi? 12. Hiyo ilikuwa ni idadi ya mitume wangapi? 12, kwamba kila mmoja aondoke na kikapu chake mpaka mwisho wa dunia wapate mkate. Ule mkate hauishi, walikula ukabaki na kila mmoja na kapu lake kupeleka mpaka nani? Mpaka Bujola. Kila tunapotupa chakula tunamwibia maskini. Kila tunapotupa chakula, Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema kila tunapotupa chakula tunamwibia nani? Tunamwibia maskini ambaye hana chakula. Tusifanye hivyo. Na wanasema 3/4 ya chakula kinachozalishwa duniani kinatupwa, wakati kuna mamilioni ya watu wanaokufa kwa njaa. Tuhimize matumizi ya maji, tuhimize watu wasitumie maji ovyo, tuhimize hata kuzima taa zile ambazo hatuzitumii. Hivi mnajua athari yake kwamba taa zinawaka tu? Si mnajua hiyo ni nishati ambayo hairudiwi tena? Taa hauitumii, kwa nini usizime? Tuhimize hata kuchambua takataka. Machupa, plastiki, mifupa ya samaki, yote tunaweka pamoja, tunaenda kutupa tu. Wakati kuna mabaki ambayo kwa yenyewe yanaweza kurutubisha ardhi. Kweli si kweli? Wazee wetu walikuwa wajanja na waliona mbali kuliko sisi wa sasa hivi. Tunadhani kwamba tumeendelea, lakini maendeleo yetu wakati mwingine yanawalakini. Tuunde vikundi vya utunzaji wa uumbaji katika parokia zetu. Baba Mtakatifu ameitangaza tarehe 1 Septemba ya kila mwaka kuwa siku rasmi ya nini? Ya mazingira ulimwenguni. Tuitumie siku hiyo kuhamasishana ili kwamba tuweze kuutunza ulimwengu. Tuhimizane kuushinda ubinafsi wetu. Maana wakati mwingine ni ubinafsi ndio unatufanya tusiwe makini katika kutunza mazingira na kutunza uumbaji. Ndugu zangu, yote haya tutayaweza kama tukielewa Ekaristi Takatifu. Kama hatuielewi Ekaristi Takatifu inayoadhimishwa katika ibada ya misa, haya hatutoweza kuyafanya na wala hatuwezi kuumba utunzaji. Na hata hao wanyama wakali ambao wakati mwingine tunawaua kwa kudai kwamba ni wakali, mimi naamini mnyama mkali sasa hivi ni mwanadamu mwenyewe. Huyo ndiye mnyama mbaya. Wale wakale kina Plautus walisema homo homini lupus, kwamba mwanadamu amegeuka kuwa mbwa mwitu kwa mwenzake. Na tunayasikia, mnayafahamu. Yanatokea kila siku. Kwa hiyo tusiue wanyama hao kwa kusema tu ni wakali. Tuwaache katika mazingira yao, tusiwabugudhi huko ndiko wanakoishi. Tusiingie kwenye 18 zao, tutakuwa salama na wao watakuwa salama, na tusiwabugudhi. Nikamilishe kwa kusema tu kwamba kwanza, kwa mfano, padri mmoja misionari alikwenda nchi zile za Afrika Magharibi, walikuwepo watu wanaokula watu, wanaitwa cannibals. Yule padri akawaambia, ninyi watu acheni kula watu.
Wale wakasema hapana, nyama ya watu tamu, hatuwezi kuacha. Akaambia mkiendelea kula watu, mnaua watu, mnakula, hamtaingia mbinguni. Yule bwana akasema, kwani wewe padri utaingia mbinguni? Akasema ndio, mimi nitaingia mbinguni. Yule bwana akasema, basi mimi nitakula wewe ili ukiwa ndani yangu niweze kuingia mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.